Oma. na lami badala ya chokaa. Twende. Wakasema, haya na tuujenge mji, na mnara wa kilele chake kufika mbinguni. Soma. Tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. ili kwamba tusitawanyike usoni pa nchi yote. Twende. Bwana akashuka ili auone mji na mnara. Bwana akashuka hauone mji na mnara ambao waliokuwa wakiujenga wanadamu. Twende. Bwana akasema, tazama, ndio watu hawa ni taifa moja, lugha yao ni moja. Twende. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Soma. Wala sasa watazuiliwa neno ndio wanalokusudia kulifanya. Soma. Haya na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Kwa hivyo mnara wa kwanza uliojengwa Babeli, maana ya Babeli ni mchafuko. Sasa tunapokuja kwa Ufunuo, Yohana anaambiwa Babeli imeanguka, ambayo ni ngome ya roho mchafu. Hiyo 18 aya yake ni ya pili, kitabu cha Ufunuo. Nataka uangalie Babeli imeanguka, na maana ya Babeli ni mchafuko. Maandiko yanasema nini? Akalia kwa sauti kuu akisema, ndio, umeanguka Babeli ule mkuu, ndio umekuwa maskani ya mashetani. Ya kwanza, kumbe Babeli ya kiroho imekuwa ni maskani ya mashetani. Twende. Na ngome ya kila roho mchafu. Ndio maana kwa Ufunuo 17 tunapata mwanamke yule anaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kumbe yeye ndio anazungumziwa ya kwamba yeye ameanguka. Mwanamke yule tulipata ni nani? Kwa unabii tukapata mwanamke ni kanisa. Kanisa hilo limemuasi Mungu, liko na majina ya makufuru, wanajiita Mungu, wameasi sheria za Mungu, wamechonga masanamu. Kumbe hao ndio wanaitwa Babeli, ambao wamechafuka na ni ngome ya kila roho mchafu. Yaani ukitaka uchafu wote ipate pale. Na tukapata kumbe hii Babeli inazungumziwa ni ibada ya Jumapili. Na ndio onyo inatolewa mapema ya kwamba hii Babeli, hizi ibada za Jumapili zimekuwa ngome ya roho mchafu. Sasa ukitaka uchafu wote unapatikana pale. Teremka na andiko inasema nini? Na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Twende. Kwa kuwa mataifa yote yamekunywa mvinyo wa ghadhabu. Mataifa yote, yani hii tabia la imfinya Babeli, mataifa yote wamekunywa mvinyo huo. Twende. Mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Soma. Na wafalme wa nchi wamezini naye. Wafalme wa nchi wamezini naye, nao na wafanya biashara wa nchi wamepata mali. Kwa nani? Kwa nguvu za kiburi chake. Twende. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, sasa kwa sababu hata wafanyi biashara wamepata nguvu na mali kwa kiburi chake. Kwa kiburi chake kivipi? Hakona kiburi, ameivunja sheria za Mungu. Wafanyi biashara wanapata mali kwa sababu ya kiburi chake. Na ndio sasa kwa sababu hiyo Yohana akaona malaika mwingine akishuka mbinguni. Aya yake ni ya 4, inasema nini? Tokeni kwake, enyi watu wangu. Sasa onyo ambaye Mungu anapeana kabla wapate kipigo yao. Mungu anasema wanadamu wote tokeni kwake, enyi watu wa Mungu, wala msishiriki dhambi zake. Ndio.